Mwanaharakati Mange Kimambi ameweza kutoboa siri nzito kweli kuhusu kifo na kupotea kwa Rachel Dangwa mtandaoni. Kumbe kalipwa fedha. Hili limekaa vipi? Ambatana na Official Rose D mpaka tamati. Ni masuala mapya kabisa ambayo yameibuka baada ya kupotea kwa mwanaharakati Rachel Dangwa kwa takribani wiki ya 4 sasa, na kumekuwa na madai mbalimbali mitandaoni kufuatia kutoweka kwake mitandaoni. Mwanzoni kulikuwa na taarifa kwamba Rachel bwana amekutwa amefariki ndani ya hoteli huko nchini Japani alipokuwa anaishi, na uchunguzi ulipofanywa ilionekana kuwa yule hakuwa Rachel, japo hakukuwa na taarifa za wazi mtandaoni, japokuwa familia yake mwanadada huyo ilikuwa ikidai kuwa Rachel ametoweka na hakuwa na mawasiliano ya moja kwa moja na familia yake. Na sasa baada ya taarifa hizo kutoka kwa familia ya Rachel, wadau bwana waliomba kupata ushahidi wa picha ama video ya yule aliyekutwa nchini Japani katika hoteli amefariki, japokuwa hakukuwa na picha wala video zikimuonyesha Rachel Dangwa kuwa ni yeye ambaye alifariki. Lakini wadau pia waliweza kuomba mwili wa Rachel Dangwa urejee Tanzania basi ili uweze kuhifadhiwa ikiwezekana, lakini mpaka leo hilo halijafanikiwa. So walihisi wadau kwamba huenda itakuwa kuna jambo linaendelea, mbona si kawaida. Sasa baada ya hizo vuta ni kuvute mitandaoni kufuatia kupotea kwa mwanaharakati Rachel Dangwa, bwana mwenzi ambaye walikuwa kipambania wote haki za Watanzania, wengi sana waliibua madai kuwa hakuna ushahidi uliothibitisha kifo cha Rachel Dangwa, japokuwa ni mwezi wa sasa mmoja hajaonekana katika mitandao ya kijamii. So kupotea kwa ghafla mtandaoni, aliwahi kuposti video akilalamika kuwa kuna mtu ikatumwa nchini Japani, inaonekana ni kwa ajili ya kupoteza uhai wake, na alionyesha mpaka picha ya huyo mtu. Baada ya siku kadhaa Rachel akapotea mitandaoni, hivyo ndivyo ikawa sababu ya kusema pengine aliweza kutekwa ama mambo yalikaa vipi. Sasa siku ya jana kupitia ukurasa wa X ama Twitter zamani, mwanaharakati Mange Kimambi ameweza kufunguka mambo mazito kiukweli kufuatia hili la Rachel kupotea. Na kwa mujibu wa Mange amedai kuwa kumekuwa na wanaharakati wasioaminika na wamekuwa pia wakitumia hizi harakati kujitafutia umaarufu mtandaoni. That wise pia Mange anasema sikuwahi kuwa tag hata siku moja. Ukweli ni kwamba hao wamekuwa wakitumiwa na wasiopenda haki ili kuzua taharuki, ili kuwadanganya pia Watanzania. Ndio maana pia huwa hawaeleweki. Mara leo wanasema haya, kesho utawakuta wanasema haya. Ukweli ni kwamba hakuna atakayeweza kuuawa wala kutekwa akiwa nje ya Tanzania. Hivyo basi taarifa zinazoendelea mtandaoni kuhusu kutoweka kwa Rachel Dangwa mara kadhaa na kupata taarifa kwamba alikutwa katika hoteli amefariki zipuuzwe. Kwa sasa Watanzania wabizi kudai haki, lakini pia katiba mpya na ajenda za Freeton Lissu. Hayo mengine tungeyapuuza tu. Alimaliza ujumbe wake Mange Kimambi kupitia ukurasa wa X zamani kama Twitter akitoa ufafanuzi katika hilo. So ujumbe wake Mange Kimambi umeibua taswira mpya kwa baadhi ya Watanzania wakiunga mkono ujumbe wake kwa kudai kuwa ni kweli Rachel Dangwa hajatekwa wala hajafariki, kajiteka mwenyewe, na alionyesha kuwa ni mnafiki. Hii ni baada ya kataza Watanzania wasiandamane siku ya 7/7 kama ambavyo wanaharakati wengine walikuwa wamepanga. Hivyo ni mnafiki na tuwe busy na kupambana na Freeton Lissu. Mtazamaji, wakati ninatamatisha, pengine maoni yako ni gani? Unadhani ni kweli Rachel Dangwa ameuawa au kama Mange anavyodai kwamba pengine amejiteka mwenyewe? Nitasoma maoni yako wakati mwingine. Kwaheri kwa sasa.